za uhaba wa vifaa tiba kutokana na wingi wa waathirika. Mashambulizi hayo yameripotiwa kulenga miundombinu ya kijeshi, vituo vya ulinzi wa anga, maghala ya silaha na baadhi ya majengo ya serikali. Hata hivyo, Irani imedai kuwa maeneo ya kiraia pia yameathirika, ikiwemo makazi ya watu, barabara kuu na taasisi za elimu katika baadhi ya miji. Katika baadhi ya maeneo, milipuko imeripotiwa kutokea usiku wa manane na kusababisha uharibifu mkubwa wa majengo na miundombinu ya umeme. Kwa mujibu wa maafisa wa Irani, mashambulizi hayo ni sehemu ya operesheni ya kijeshi yanayohusiana na mashambulizi ya anga na makombora ya masafa marefu. Serikali ya Irani imeeleza kuwa baadhi ya mashambulizi haya yalihusisha ndege za kivita pamoja na makombora yaliyorushwa kutoka maeneo ya nje ya mipaka ya Irani. Kwa kujibu mashambulizi hayo, Irani imeendelea kurusha makombora ya ballistic na drone kuelekea malengo ya Israel pamoja na vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Hatua hiyo imeongeza hatari ya vita kupanuka zaidi katika ukanda wa Ghuba na Mashariki ya Kati kwa ujumla. Wakati idadi ya vifo ikiendelea kuongezeka, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa ikiwa mapigano yataendelea kwa kiwango hiki, huenda idadi ya waathirika ikaongezeka zaidi katika siku zijazo. Hata hivyo, kutokana na hali ya vita na vikwazo vya upatikanaji wa taarifa huru ndani ya Irani, uthibitisho wa takwimu kamili bado ni changamoto kubwa. Mvutano huo umeibua wasiwasi mkubwa kimataifa, huku baadhi ya mataifa yakitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano na kurejea kwenye njia ya diplomasia ili kuepusha maafa makubwa zaidi ya kibinadamu.